nazitoa. Nikiri tu kwamba katika kipindi cha miaka mitano ya serikali yetu uwekezaji mkubwa mno umefanyika katika sekta ya maji, na hata DAWASA umeweza kuboresha utoaji wa huduma. Lakini licha ya huduma kuendelea kuboreka, hatuna budi kuendelea kukumbushana ili ziendelee kuwa bora zaidi. Kwa hiyo tumeitana asubuhi ya leo, siku ya leo, kimsingi kwa ajili ya kukumbushana kwenye baadhi ya maeneo ambayo tuna wajibu wa kuweza kuyafanyia kazi. Na kama ambavyo Msila ameeleza kwamba DAWASA ipo Dar es Salaam, na kama ipo Dar es Salaam tunavyoongelea Tanzania, kwa kiasi kikubwa tunaigusa Dar es Salaam. Tunampongeza serikali kwa uwekezaji uliofanya mkubwa, ambapo kwa kumbukumbu tulizo nazo inasema 92% ya watu mijini wamefikiwa na huduma ya maji na 83% wamefikiwa na huduma ya maji vijijini, na mijini 92%. Na tunaposema 92 tunaiongelea pia Dar es Salaam kwa sababu ni mijini. Kwa hiyo kwa juhudi kubwa ambayo serikali imewekeza, na inategemea kwamba huduma ambazo zinatolewa pia zitaendelea kuimarika. Na kama nilivyosema, huduma zimeendelea kuimarika, lakini hatuna budi kukumbushana kwenye baadhi ya maeneo. Tumezoea kusema maji ni uhai. Nafikiri wengi wanarejea katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Kwa wale ambao ni Wakristo, ukisoma Mwanzo 1 inaeleza kwamba Mungu, Roho wa Bwana alitulia juu ya maji baada ya Mungu kuumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tunavyoongelea swala la maji, ndio maisha. Na maisha na maji hayana mbadala. Yapo, hayapo. Huwezi ukasema kwa sababu maji hayapo then nitatumia kitu kingine. Maji hayana mbadala. Na kama hayana mbadala, na ndio maana kunapotokea changamoto kidogo, mwangwi wa kelele unakuwa ni mkubwa. Kwa sababu kama ni umeme tunasema tunawasha mishumaa, lakini maji kama hayapo ni hayapo, hakuna mbadala yake. Kwa hiyo tumekutana asubuhi ya leo zaidi kwa ajili ya kukumbushana kwenye baadhi ya maeneo ambayo tunahitaji kufanya maboresho. Tunafahamu kwamba DAWASA ina mkataba kwa wateja ambao kiujumla unaelezea kwa habari ya haki na wajibu wa pande zote mbili. Haki kwa habari ya wanaopatiwa huduma, lakini pia wajibu wa wanaopatiwa huduma katika kuwezesha mamlaka kuendelea kutoa huduma zake. Tunafahamu Customer Service Charter ipo, lakini mara nyingi utekelezaji wake unakuwa na kigugumizi. Kwa hiyo kwa sababu kuna maboresho makubwa ambayo serikali imefanya, tumeona kuna umuhimu wa kuendelea kukumbushana kuhusiana na utekelezaji wa Customer Service Charter. Na nafikiri toka mwaka jana tulikubaliana kwamba hii mikataba isiwe ni mikataba kificho, ni mikataba ambayo inabidi watoa huduma waiweke kwenye mitandao yao, na hata EWURA tumeweka kwenye mitandao yetu ili wananchi wafahamu kwamba wategemee nini kutoka DAWASA na wanawajibika na nini kutoka kwa upande wao. DAWASA imeendelea kufanya improvement kubwa kwenye miaka ya karibuni kutokana na uwekezaji uliofanyika, lakini kuna maeneo ambayo tunahitaji kuendelea kuyaboresha. Nafikiri katika tathmini ambayo tumefanya kwa mwaka 24-25, moja ya changamoto mkubwa ambayo ipo ni malalamiko ya wananchi au wateja wenu.
na takriban asilimia 60 ya malalamiko ambayo yamepokelewa yanahusu swala la ankara, kwamba ankara za maji, na mengine ni haya ambayo pia mkurugenzi umeelezea, upatikanaji wa huduma katika maeneo mbalimbali, na pia swala la upotevu wa maji, ambayo jitihada kubwa zimefanyika kiasi kwamba at least sasa hivi mnaendelea kuwa chini ya 50%, ambayo pia sio sifa sana, kwa sababu ni maji mengi ambayo yanapotea. Kwa hiyo kimsingi semina ya leo inajikita katika kufanya kwa pamoja. Hatusemi kwamba DAWASA mfanye peke yenu. Sisi kama wadhibiti tuna wajibu wetu wa kufanya, na nyinyi mna wajibu wenu wa kufanya. Na ningependa semina hii pia, kama kuna sehemu sisi ambao tunakosea, msiogope kutunyoshia kidole, kwa sababu we all do better kwa kushirikiana. Kwa kama kuna sehemu ambapo mnafikiri EWURA ifanye vizuri zaidi, mtueleze kwamba kwenye eneo hili na nyinyi tunafikiri hamjafanya vizuri. Lakini na sisi tutaeleza kwenye maeneo ambayo tunafikiri hamjafanya vizuri. Na pia ni lazima baada ya semina tuje na mawazo ya kwamba kwa pamoja tunaimarishaje upatikanaji wa huduma katika jiji la Dar es Salaam. Na isiwe kwamba DAWASA waimarishe kwa pamoja, yani wadhibiti pamoja na DAWASA wafanye nini ili kuboresha upatikanaji wa huduma katika jiji la Dar es Salaam. Ustawi wa Dar es Salaam na ustawi wa nchi yetu unategemea upatikanaji wa huduma hizi ambazo tunasimamia. Wote tulioko hapa tumekasimiwa na serikali kazi tunazozifanya, ili mwisho wa wote tufanye katika tija na maisha ya Watanzania yaweze kuboreka zaidi. Ninachosisitiza hapa ni kwa habari ya ushirikiano na kutafuta ufumbuzi wa matatizo tulionayo kwa pamoja, kuongeza ubunifu katika utaratibu wa utoaji huduma zetu tunazitoa business as usual. Hapana, tujiulize kwamba kila siku tunapoamka tujiulize tumefanya nini katika kuboresha huduma na tunatakiwa kufanya nini huko mbele tunakoendelea katika uboreshaji wa huduma. Tuna mfumo ambao EWURA ilioanzisha e-look, ambao tunakusanya maoni ya wadau kuhusiana na utoaji wa huduma. Kwa hiyo ni wasisitizie maoni ambayo yanatolewa na wadau muyape uzito unaostahili. Na maoni ambayo yanatolewa tukiyakusanya, tujiulize ni namna gani tunaweza tukajibu mahitaji ya wananchi katika upatikanaji wa huduma zilizo bora. Mimi pamoja na wenzangu makao makuu na kanda tuko tayari kushirikiana na DAWASA katika maeneo yote ambayo tunafikiri yatahitaji ushirikiano, ambayo yanalenga katika kuboresha utoaji wa huduma. Na mwisho wa yote Watanzania waweze kuona kwamba uwekezaji ambao unafanywa na serikali haupotei bure. Ni lazima tubadilishe usemi. Watu wasishangae maji kuona yanatoka kila wakati. Waone kwamba ni kitu cha kawaida maji kutoka kila wakati, kwa sababu serikali imefanya uwekezaji wa kutosha. Baada ya kusema hayo, natangaza kwamba semina imefunguliwa na niwatakie kila laheri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay.